Katika mwendelezo wetu wa kuzitazama fursa ambazo zinapatikana kwenye wilaya ya Kilosa, kwa siku ya leo tumebahatika kufika katika kata ya Ludewa. Na hapa ni katika kijiji kinachojulikana kama Dundumwa. Hapa tumekutana na huyu mwanadada ambaye yeye ameiona fursa ya kilimo na yeye ameamua kukifanya kilimo cha kisasa. Kama unavyotazama, alitenga ekari zake 15 kwa ajili ya kulima mazao ya bustani ama mboga mboga. Na hapa yeye anatupeleka moja kwa moja kutufundisha teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji ambayo yeye ametengeneza yeye mwenyewe. Twende pamoja tujifunze ili tunaweza tukapata faida kubwa kwa wewe ambaye unatamani kuwa mkulima. Kupitia mashamba yetu sisi huwa tunatumia mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya matone. Wataalamu wanaita drip irrigation system. Na mfumo huu unategemea uwe na chanzo cha maji. Kwa hiyo chanzo chetu cha maji ni mto. Uko hapo una maji miaka yote. Kwa hiyo kupitia kuanzia kwenye chanzo chetu cha maji ambako kuna mashine ambayo inapampu maji, and then hiyo mashine inaleta hadi hapa. Kwa hiyo maji hapa kwenye hiki tukiita filtration unit, yani sehemu ya kuchujia maji kabla hayajafika kwenye ile mipira inayomwagilia. Kwa hiyo haya mnayaona haya mapipa haya ni machujio. Haya ni tumeyatengeneza sisi wenyewe. Kwa hiyo yanatumia mchanga. Mnauona mchanga uliomwagika hapa chini, huu hapa ndio mchanga unaowekwa humu kama sehemu ya kutusaidia kuchuja maji, na ni kutokana na chanzo cha maji tulichonacho. Kina ulanga mwingi, kina zile particles ambazo zinazoenda kuziba ile mifumo ya umwagiliaji. Kwa hiyo hapa maji yanapita hapa, huku ndani kuna mchanga. Kwenye huu mchanga maji yanachujwa, yanapita huku, yanakuja kutokea kwenye hizi koki hizi hapa. Mnaziona hizi koki zote hizi ni kwa ajili ya kuruhusu au kuzuia maji yapite, kwa sababu ni mfumo ambao unaotumia mchanga ili uweze kuchuja maji. Kwa hiyo haya ndo machujio makubwa. Kwa hiyo haya machujio yana namna yake ya kusafisha. Sitakuwa na muda mrefu sana wa kuwaelezea haya. Kutokea hapo kwenye machujio haya sasa, ambapo haya yanatumia mchanga kuchuja maji, inamaanisha kuna baadhi ya uchafu ambao huo unabaki baada ya kutoka kwenye haya mapipa. Kwa hiyo sasa ule uchafu unaobaki unakuja kuchujiwa na hizi hapa. Hizi hapa zinaitwa diski. Tunakosa maneno ya Kiswahili kwa sababu tunakuwa tunanunua kwa style hiyo, inaitwa disk filters. Hizi disk filters ziko mbili, ndo zinazosaidia ule uchafu unaosalia huko unakuja kubaki hapa. Na hizi disk huaga tunaita specification zake ambazo zinachangia kwamba hii mipira usiweze kuziba. Tunaiona hii mipira hii hapa. Mipira hii ina vitundu. Hivi vitundu inamaanisha ule uchafu endapo hautapitia kwenye machujio utakuja kuziba kitundu hiki hapa. Na hiki kitundu kikiziba inamaanisha hakitoi maji na mche utakuwa haupati maji ya kutosha. Kwa hiyo inaendana na huu mfumo ambao tunaotumia. So kila anayemwagilia lazima atumie haya mafilter. Ni kwa ambaye anayetumia hizi drip na pia maji yana uchafu kiasi gani ndio anaoruhusu uweze kutumia huu mfumo wa machujio ambao. Mimi hapa najihusisha sana na kilimo cha mazao ya bustani ambayo tumeweka kwenye ratiba. Mathalan tunalima hoho za rangi kwenye greenhouse, lakini pia tunalima nyanya pamoja na pilipili mwendokasi zinazozishika tunazilima, na pamoja na matikiti na mahindi mabichi. Kwa kilimo tunachokifanya siko peke yangu, nashirikiana na watu wangu anaitwa Adam Athmani ambaye mara nyingi huwa anakuwa kwenye upande wa ushauri na kufanya mambo ya engineering. Kwa sehemu kubwa kilimo kimetunufaisha pakubwa sana, kwa sababu ndo ambacho kinaendeleza na kutupa kulipa bili za kila siku. Lakini ukiachana na hivyo, sio sisi tu tulionufaika. Wapo pia wengine ambao wameweza kunufaika. Wapo ambao tunafanya nao kazi kama vijana na wanawake, wako ambao tumewaajiri moja kwa moja. Kwa hiyo takriban inaweza kafika watu zaidi ya 100 ambao tunawaajiri mashambani kwetu. So hivyo tu mbali na hizi shughuli tunazozifanya, tumeweza kufungua kampuni yetu. Kampuni yetu inaitwa Migeto Agribusiness Company. Mbali na shughuli za kilimo ambazo nimezitaja hapo awali, pia tunajihusisha na kufunga greenhouse pamoja na kufunga mifumo ya umwagiliaji kwa njia ya drip, ndo sana sana ambazo tunazozifanya. Lakini pia tunatoa ushauri kwa wakulima hasa wa bustani. Kwa hiyo kwa yoyote yule ambaye huwa anahitaji huduma huwa tunamfikia popote pale Tanzania.
Tangu tumefika Kilosa, tunashukuru halmashauri ya wilaya Kilosa kupitia mabwana shamba wake pia wanatutembelea kwa mara na kutushauri vile ambavyo tunavyovifanya, na kupitia hilo pia tumeweza kunufaika na mradi wa SGR. Wateja wengi ambao tunao wauzia, maana soko letu sisi kubwa ni soko la Dar es Salaam, ndio ambapo huwa tunauzia. Japokuwa sasa hivi tunalenga pia kuuza mazao yetu nje ya nchi, ila kwa hapa tulipo wateja wetu wengi wameweza kutufikia kirahisi pia kupitia treni ya mwendo kasi. Mbali na hilo pia tumesikia na tuliona pia wameweza kuzindua hii mradi wa treni ya mwendo kasi ambayo itakuwa inasafirisha, yani tutakuwa na zile container ambazo zinazosafirisha hizi bidhaa kwenda Dar es Salaam. Sana Dar es Salaam kwangu mimi ni fursa. Kwa nini? Kwa sababu bado tuna changamoto ya usafiri kwa wilaya ya Kilosa kwenda Dar es Salaam. Kwa hiyo kupitia hii treni ya mwendo kasi itaweza kufikia au kusafirisha mazao yetu kiurahisi zaidi endapo kitumia, na sio tu kiurahisi, tumwambia pia zile container zitakuwa ni za hali ya ubaridi. Kwa hiyo mazao yatafika yakiwa fresh, so kama vile hivi tunavyosafirisha kwa kutumia magari na kadhalika, yanakuwa yameshadurika hata kabla hajafika shambani na kudimiza kile kipato ambacho watu tunachokipata. Mbali na hilo pia tunaishukuru serikali inayoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan imeweza kutufikia kwa njia nyingi wakulima. Mojawapo nikizungumzia mimi binafsi ni mnufaika wa ruzuku za mbolea na kwa kiasi fulani mbegu. Mbolea tulivyokuwa tunanunua awali tulikuwa tunanunua kwa bei kubwa sana, lakini ruzuku ilivyokuja ilitupunguzia. Kwa mfano mbolea hizi tunanunua tu kwa mbolea ambayo tunanunua kwa gharama kwa kwetu sisi huku Kilosa ni 75,000 kutoka 120,000, 130,000. Kwa hiyo sisi imeturahisishia zaidi kwenye kulima na kuongeza kipato kwa sehemu ambako tunaifanyia. Kwa kiasi kikubwa tusingeweza kulima eneo kubwa au tusingeweza kufikia malengo yetu kama bei za pembejeo zingeendelea kuwa juu.